الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور الخطيب، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. Katika majlisi ya tatu na majlisi ya nne ambayo ilikuwa ni jana, tulizungumzia baadhi ya sifa muhimu za ashabi al-Imam al-Husaini alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad, ambao sifa kama zile ni madrasa kamili ya kila anayetaka kuwa mfuasi bora wa viongozi watakatifu, na vile vile ni masomo kamili ya kutufunza sisi jinsi ya kujenga jamii zetu tukiwa na uongozi na wafuasi, na kila upande ukiwajibika na kujipamba kwa sifa zinazotakikana. Leo insha Allahu taala na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, nataka kuingia katika majlisi ya tano ambayo unwani yake yatwambia namadhiju qiyadiyya min ashabi al-Imam al-Husayn alayhi salam. Allahumma salli. Mifano ya kiuongozi. Mifano sio yote, baadhi ya mifano ya kiuongozi miongoni mwa ashabu wa imam. Lakini kabla hatujaingia katika mifano hii, kuna suala la kijamii muhimu sana nataka kulifafanua, na mara nyingine kukosa ufahamu au kujipanga inavyopaswa inatusababishia sisi kutafuta kitu ambacho pengine tunacho na tusiokuwa nacho hatujui kama hatunacho. Na hii imesababishwa na msururu wa mambo mingi ya kijamii, kimalezi au hata katika baadhi ya tawala zetu. Mara nyingi watu wanapozungumza kiongozi ama uongozi, fikra zao zinaelekea kwa mtu mmoja ambaye tuambiwa yeye ndio rasul haram, ndio kitwa cha lile jengo la kijamii. Lakini falsafa ya Kiislamu na hata falsafa za kijamii zinaamini uongozi haubaki pale juu,
kwa mtu aliyoko juu, hata kama ni mtumi, hata kama ni imamu, hata kama ni alim, mwanachuoni mkubwa, hata kama ni mwanafikra kiasi kikubwa, hakuna uongozi huo. Na ndio utaona hata katika elimu za leadership na elimu za management wameugawanya uongozi katika viwango. Wanakwambia kuna alqiyadatul ulya, uongozi wa juu, kuna alqiyadatul wusta, kuna uongozi wa katikati, kuna na alqiyadatul ishrafia, kuna na uongozi wa chini ambao ni wa utekelezaji. Na hizi ngazi tatu si wahi kwamba lazima ziwe tatu. Mara nyingine zinaweza kuwa 2, na mara nyingine zinaweza kuwa 4, na mara nyingine zinaweza kuwa hata 10, kulingana na ukubwa wa ile taasisi ama kulingana na ukubwa wa taifa. Na ndio utakuta leo, tizama serikali zetu, mambo kama serikali inaofuata mfumo wa kiuraisi, mambo hayaishi kwa raisi. Tunakuwa na raisi, chini yake kunafuatilia nini? Baraza la mawaziri. Mawaziri wanakuwa na chini yao kuna kwenda department, na kulingana na administration ilivyogawanywa katika nchi. Kama nafikiri Tanzania mpaka sasa inafuata mwongozo wa kimikoa na wa kiwilaya. Kama sisi Kenya, baada ya mabadiliko ya katiba yaliyofanyika 2011, tulitoka kwenye system ya wilaya tukaingia kwenye system ya county, ambao sasa hivi kuna county ya 47, na mbali ya baraza kubwa la mawaziri katika kila county kuna rais ambao anaitwa governor, na ana serikali yake, na ana baraza la mawaziri lake, mbali na mawaziri wa nchi nzima. Sasa napiga mifano, sitaki kuja kuleta mambo haya. Utaona ule msururu au ile silsila, ile chain ya leadership saa nyingine inaweza kupita paka viwango 50, paka ifike kule chini kabisa kumfikia mlengwa katika uongozi ule. Sasa mara nyingi katika jamii zetu tunasikia malalamiko, hatuna uongozi bora au hatuna viongozi sawasawa katika nyanja za kisiasa au hata katika nyanja za kijamii. Lakini unapowauliza watu, unapotumia neno uongozi, wakusudia level gani? Watu wengi wafikiri kukisha kupatikana mtu akaitwa kiongozi mambo yataenda sawa. Na kama yuko mtu anayefaa kila kitu kitaenda sawa. Kiongozi hawezi kubadilisha peke yake, bali ni lazima kushuke zile tabaka za uongozi. Na hii ndio inakuja kumaanisha kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tizameni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jamii inaoweza kupiga hatua ni ile jamii ambayo inaamini kila mmoja katika wao ni nani? Ni kiongozi. Na si maana kuamini wewe ni kiongozi uanze kuingilia mambo yasiokuhusu kwa hoja kwamba mimi pia ni nani, kama wale wanaokuja katika misikiti wanakuambia msikiti wa Mungu na haya mali ya Mungu, kwa hivyo mimi naweza kufanya nitakalo. La, si hivyo. Kuna mipaka pale ulipo, kwa level yako, kwa majukumu yako. Wewe ni kiongozi wa nafsi yako. Pale ulipo, kama ni baba katika nyumba, una mke na watoto, wewe ni kiongozi katika familia yako. Na ndio hadithi ilikuja kubaini, imetaja msururu mrefu, ikataja mume, mke ndani ya nyumba, kila mtu akaambiwa wa huwa mas'ulun
an raiyati. Sasa jopo lile la Imam Hussein ambalo wanazuoni wamekhtalifiana, na sisi tulisema hatuna mjadala hapa wa kutaka kufikia ni idadi ngapi kati ya watu 70, 80, kuna watu wamewafikisha mpaka 100. Idadi ile ndogo, hata wakiwa 100, kitu cha maajabu, kila mmoja katika wao alikuwa ni kiongozi, ni mfuasi wakati akiwa mbele ya Imam Hussein alayhi salam kama walii wake, kama maasum, lakini wakati anapotekeleza jukumu lake yeye ni nani? Ni kiongozi. Na waliweza kujigawanya katika ule uongozi wa chini wa kuwajibika katika utekelezaji, kila mmoja akateza dauri tofauti na mwingine. Na mimi nitachukua tu kama mifano mitano leo, kwa haiwezekani, na tukisema tuate na kesho kutwa siku zitaisha na nina mada nyingine, lakini nitapiga mifano kama 5 ama 6 katika wale, na haimaanishi wale ambao sikuwataja hawakuwa na dauri. Tukianza baada ya Imam Hussein, taban tumuondoshe kidogo al-Imam Zainul Abidin alayhi salam, kama salli ala Muhammad, kama mrithi wa wilaya, mbali na kwamba ni mfuasi, lakini alikuwa ni mashruu ya nafasi ya Imam Hussein baada yake. Sisi zaidi watakuzungumza hawa watu wa kawaida kama wafuasi, tusimuingize maasum. Anayefuatia katika ile haram, lile jengo la uongozi baada ya Imam Hussein ni sahibu rayatihi. Nafikiri nyote mshamjua, Qamaru Bani Hashim, ambao Waarabu zamani ilikuwa mbinu na strategy za vita, jeshi likipangwa linapangwa kama mnyama ndege. Wanasema, na hata misamiati wanaoitumia katika kuligawanya lile jeshi, wanatumia misamiati inaoelezea viungo vya nani? Vya ndege. Wanakuwa na qalbun na aljanahul ayman na aljanahul aysar. Wanakuwa na moyo, yani ule mwili wakati, kisha kuna kuwa na ubawa wa kulia na ubawa wa kushoto. Ndivyo jeshi linapopigana. Lakini center ya leadership ya lile jeshi, center ya nembo ya lile jeshi, kushindwa ama kutoshindwa, liko kwenye moyo. Na ndio ile bendera ya kimsingi. Kunakuwa na bendera upande wa ubawa wa kulia na bendera upande wa ubawa wa kushoto, lakini ile bendera iliyoko kati ndio inaitwa raya. Anayebeba bendera ile ndio anawakilisha lile jeshi, na ndio akawa aitwa sahibu raya au sahibu rayatil Imam al-Husaini alayhi salam. Katika majina yake nani? Abul Fadl Abbas. Kabla sijaingia kusoma sifa za kiuongozi aliokuwa nazo Abul Fadl Abbas, kwanza tuje katika asli ya taguo. Ni misingi gani iliyotumika kutaguliwa yeye? Alikuwa ndio mtu mzima? Alikuweko Habib ibn Mudahir, anamzaa bali anamjukuu Abul Fadl al-Abbas. Na ala fikra, Habibu ibn Mudahir amewahi kupatiwa raya katika baadhi ya vita vya Imam Ali, kwa sababu alikuwa ni katika ashabi al-Imam Ali alayhi salam, na alikuwa mwana wa mbele. Hapa unakuja kuangalia suala la umri, na ndio juzi katika kipindi cha majibu nikizungumza na vijana,
uwezo wako haupimwi kwa umri wako. Uwezo wako unapimwa kwa akili yako na fikra zako. Unaweza kuwa ni mdogo wa umri, lakini ukawa unamiliki uwezo mkubwa wa kutumikia hii jamii. Na ndio hadithi aliyopokewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimewahi kuisoma hii hadithi miaka mingi katika mimbari hii, wakati nilipokuwa nazungumzia mada ya dauri la vijana katika mapinduzi ya Imam Hussein alayhi salam, miaka kadhaa. Hadithi yasema, wala yahtajja muhtajjun minkum bisighari sinni, asijitetee mwenye kujitetea katika nyinyi kwa ajili ya udogo wa umri wake. Yani asitumie hoja ya umri mdogo kwamba ndio sababu ya kujitetea yeye kutowajibika. Wala yahtajja muhtajjun minkum bisighari au lisighari sinni falaysa al-akbaru huwa al-afdal bal al-afdalu huwa al-akbar. Siye mkubwa ndiye mbora, bali mbora ndiye mkubwa. Angalia mizani anayoasisi ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kusema msijitetee, akaja akatujengea msingi muhimu sana wa kijamii na msingi katika masala ya leadership. Akatuambia falaysa al-akbaru huwa al-asghar, sio mkubwa siku zote ndiye mbora, bali mbora ndiye mkubwa. Kwa hivyo njia ya kukufikisha kwenye uongozi sio ukubwa wa umri, ni ubora wako wewe, yani ni quality ya sifa zako. Na ndio kwa msingi huu balozi wa kwanza wa Uislamu waliopelekwa Maka alikuwa ni nani? Mus'ab ibn Umair, ambaye alikuwa ni shaban barobaro tu, miaka 20, 21, 22. Kwa msingi huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, uko katika firashul maut, apambana na superpower kubwa ya ulimwengu, ampatia raya nani? Usama ibn Zaid, ambao baadhi ya muarrikhina asema alikuwa na miaka 18. Miaka 18. Na kwa msingi huu vijana kadha wakati wa masahaba wa Bwana Mtume na wakati wa Imam Ali na mpaka wakati wa Imam Hussein wameweza kuthibitisha kubeba majukumu ya mageuzi katika hii dunia, wakiongozwa na Abul Fadl al-Abbas. Sasa hapo wewe muingize na Aliul Akbar, muingize na nani? Al-Qasim ibn al-Hasan. Wote hawa walikuwa ni kipindi hiko. Suala liko wapi? Suala ni mazingira gani tutayatengeneza ambayo yatawapatia nafasi watoto wetu kudhihirisha zipaji zao. Wajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi binadamu, ameingiza ndani uwezo mkubwa sana. Lakini kwa hikma yake uwezo huu tulionao hauji mpaka upate changamoto, mpaka upate mazingira. Wale waliokuweko Karbala, lau si zile changamoto zilizowakabili siku ile, na kwamba wako baina al-mauti wal hayat, na wako kwenye kuhakikisha wametumia nguvu zao zote, waliweza kulipua zile malakat, kudurat, uwezo waliokuwa nao ukalipuka, ukajidhihirisha. Na kila mwanadamu akileleka kwenye mazingira ya kutegemea wengine, na kwamba kila changamoto yake kuna mwenye kumtolea suluhisho na mwenye kumuongoza, ndipo Mwenyezi Mungu anavyochukua zipaji zake.
So Mwenyezi Mungu akikupatia kitu, ukikitumia anakikuza, ukitumii kinapotea. Hata ilmu, mtu anaweza akasoma miaka 30, lakini akija akitoitumia ilmu yake, akitoifanyia kazi ilmu yake, yapotea polepole. Anaweza kufika wakati akawa hamna tena kitu, akawa sasa anatembea kwa memory ya watu tu kwamba huyu alikuwa mwanachuoni. Watu bado wanaamini kwamba huyu ni msomi na wanaenda naye, lakini ukweli wa mambo hamna kitu. Sasa alipowekwa kwenye changamoto, Abul Fadhl al-Abbas aliweza kudhihirisha ni komanda mkubwa, na akahangaisha ulimwengu, sio jeshi la Yazid basi tu. Leo propaganda, madrasa kama hii haikusoma, lakini leo katika makomanda muhimu wa ulimwengu, katika elimu za kijeshi na katika elimu za kuongoza, watu ambao walikuwa wataka wawekwe kama mfano, mmoja ni Abul Fadhl al-Abbas, ambao walimuita Qamaru Bani Hashim. Lakini sasa tizama, turudi katika jamii, kuempower. Kuna tatizo kubwa leo kati ya viongozi na wafuasi chipukizi walio na uwezo wa kuwa viongozi. Kuna tatizo linaitwa adamu thika, kukosa trust. Mkubwa yoyote, mathalan leo shekhe ana wanafunzi awasomesha, na yeye kwa uwezo wake wa elimu aweza kuona hapa pana wanafunzi 2 3 wanaozipaji na waweza pengine kuwa mazungumzaji mahodari sana. Sasa ni yeye awashika mkono, wafanye nini? Awanyanyue ili awape nafasi ya zile zipaji kudhihiri. Lakini sasa mara nyingine huwa kuna hofu ya kukosa nafasi yake. Sijui tumeelewana vizuri jamani? Kesho itakuwa hapa Udowe, sasa si mimi tena. Hii ipo, na hii hafai kulaumiwa peke yake yule aliyoko juu anayekataa kutoa mkono kupandisha watu, ambao sisi mara nyingi tuelekeza hapa. Na hawa walioko chini siku wakimea pembe, jambo la kwanza ni kuwakosoa walowanyanyua. Wanakuwa wote wapumbavu, hawana kazi waliofanya, kazi umeanza wewe. Sasa kuna matatizo pande zote mbili za kujenga kitu kinachoitwa nini? Uaminifu. Leo mtukue baba yako mzazi, pengine hakwenda shule, au pengine amesoma mpaka class 7, au pengine amesoma mpaka form 4. Amepambana kwenye maisha mpaka amekuwa na uwezo, amekusomesha wewe kwa sababu yeye hakupata fursa kama ile, kipaji chake kimepotea, akaona akupatilize wewe, na pengine ukafika mpaka ukawa profesa. Unapofikia uprofesa, haimaanishi sifa ya ubaba imeondoka kwako, kwamba sasa wamtizama babako kwamba ni kama taka mbele yako, ama wazee wako nyuma hawana kitu wamefanya, wazee wanaturegesha nyuma. Haya si mambo ya wazee. Zinakuja lugha hizi, ukisahau kwamba wewe ulipofika ni nani? Ni yeye. Hata kama alikufikisha kwa wilbaro, wewe leo waweza kuwa unapeleka nini, uitwaje ya magari ya kisasa nini, V8 sijui nini. Yeye mwenyewe alikuwa akikupeleka shule pengine kwa baiskeli ama kwa nini, kwa wilbaro, lakini hiyo V8 ulioifikia ni nani? Usisahau. Sijui tumeelewana vizuri vijana? Kwa hivyo kukamilika kwenu haimaanishi kuwakosesha waliotangulia thamani katika maisha yao. Wewe unapokuja ukaukuta msikiti wa Udowe umejengwa, na umejengwa pengine miaka kadhaa, sijui mingapi, 30, 40, 20 nyuma, ulipojengwa wewe ulikuwa hupo, na walioujenga ni hao wapumbavu unaowaona ni wapumbavu leo unaosema hawana kitu wamefanya. Sio, siziko wewe wamfanya nini? Wamfanya wewe ukaweko, inatosha kwa ni kazi.
imefanya nini? Wamefanya mkamiliki leo taasisi kama hizi ambazo mnahitaji muzi develop, na wazee pia wasing'ang'ane kwamba sisi ndio tulioanza, ndio lakum waqtukum walana ala nahji qul ya ayyuhal kafiruna lakum dinukum. Sisi tunasema nyinyi muna zama zenu na sisi tuna zama zetu. Mambo yamebadilika, tupeni nafasi tuboreshe, lakini kinachoboreshwa ni kilioko. Huwezi kuboresha kitu ambacho hakuna. Neno kuboresha maana yake ni kwamba kitu mwanzo kipo, alokifanya kiwepo ni nani? Ni aliyokuwa kabla yako. Kwa hivyo yeye ameplay role yako. Sasa inakuja nafasi yako kukiboresha kiliyopo, sio kuanzisha. Na ndio utakuta sifa ya kwanza ya ashabul Imam al-Hussein, sifa ya kwanza ya Abul Fadl al-Abbas, pamoja na kwamba amenyanyuliwa, amekuwa ni second person pale Karbala baada ya Imam Hussein kutoa command, wanatuambia ni alwafaul mutlaq lilimam. Maana ya wafaa nini? Kutambua pale alipo aliyemfikisha ni imam, haikumghuri kabisa. Na ndio mtampata hata alipochota maji kwake yeye aliona itakuwa ni kukiuka haki ya ufuasi na kutumia mamlaka yake kabla ya kunywa maji al-Imam al-Hussein. Sijui tumeelewana vizuri sana. Angeweza kusema mimi nimefika hapa kwa nguvu zangu, nimepasua jeshi kuja kumtukulia yeye nini? Maji. Kwa hivyo nitampelekea, lakini mimi na haki ya kunywa mando. La, kunywa kwako mando umekiuka principles za leadership, na umejisahau kwamba wewe sio wa mwisho, wewe ni wangapi? Ni wa pili. Akaregesha mkono wake. Nafikiri mwazielewa hizi vitu sasa hivi vizuri sana, kuliko tu tukasema alimwaga maji. Ni alwafaul mutlaq linan lilimam. Pili, ashajaatu wathabatu fil midan. Wajua katika ile wanasema kusambaza uongozi, ili tusibaki na kichwa peke yake, tukatengeneza uongozi, tukaja tabaka ya kwanza, tabaka ya pili, ya tatu, inakwenda inabadilisha, watu wengi wanakuwa viongozi. Pengine taasisi inafika wakati ina viongozi mpaka 50. Lakini kwa kuwa umeitwa kiongozi na ulikuwa ni mfuasi, haimaanishi nyote mwende mkakae mezani mungoje watu wengine wafanye. Unajua viongozi wakiwa wengi, mwisho kazi inakosa mwenye kuifanya. Sijui tumeelewana vizuri jamanini? Anakuwa yule ni manager, yule sijui ni human resources, sijui yule sijui ni kadhaa, yule siku hizi kuna hayo majina tungu mzima. Unaingia kwenye kampuni, katika watu 50, watu 40 ni viongozi. Watu 10 peke yake ndio wanaofanya nini? Wanaofanya kazi. Hiyo kazi itatembea vipi? Kazi ya miaka 2 itafanywa kwa miaka 10. Kwa sababu mahala ilikuwa tufanye kazi watu 50, tunafanya kazi watu 10. Na ndio utakuta katika sifa ya Abul Fadl al-Abbas ni ashajaatu wathabatu fil midan. Ako ground, hakwenda kuketi kwenye khaima sasa naye akaanza kutoa nini? Kutoa order. Sasa mwenye kutoa order yupo al-Imamu Abi Abdullah salawatullahi wasalamuhu alayhi. Katika sifa ya Abul Fadl al-Abbas ya kiuongozi, ambao viongozi wa tabaka ya pili watakawawe nayo, ni takdimu maslahati risala ala nafs, ni kutanguliza ajenda za uongozi kabla ya ajenda zako, ni kutanguliza ajenda za taasisi kabla ya ajenda zako. Na ajenda za taasisi ni zile zilizowekwa na kiongozi mkubwa.
sawa akisaidiana na watu wakati aliponena inma kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'rufi wa anha anil munkar. Nafikiri banielewa vizuri sana. Sasa wakati kunapoingia ubinafsi na ikaanza sasa kila mmoja kuifanya sehemu ya taasisi ni sehemu ya binafsi yake, ndipo pale tunapojikuta kwenye jumuiya ama kwenye taasisi ama kwenye taifa, katika kila department tuna agenda tofauti. Tazameni leo hata kwenye serikali kukiwa na migongano baina ya wizara na wizara, inabaki kila wizara inafanya kwa agenda zake, si agenda za nchi. Na hii ndio alikuwa nayo Abul Fadhl al-Abbas. Tukimaliza sifa ya mwisho, si ya mwisho kwa leo yani, nilizotagua ni himayatu nisai wal atfali wa tahammulul mas'uliyya. Kama wewe ulivyokuwa dhaifu, kiongozi akaona zipaji zako, akakunyanyua, akakupa mamlaka, jito lako liweko kwa dhuafa minal umma, na wewe ujue utateza dauri gani kwa kadri ya ulipo wewe uwapandishe wengine. Lugha inayotumika Karbala ni kwamba Abul Fadhl al-Abbas alikuwa akishughulikia banati Rasulillah, watoto wadogo, wakati wa kuwapandisha farasi. Mifano inakuwa mifano very simple, lakini ile ni maana anateza daur, akijua hapa kuna dhuafa, hapa kuna watu hawajiwezi kupanda ngazi. Mimi napanda farasi mwenyewe, lakini kuna ambaye hajiwezi kupanda farasi mwenyewe. Vipi nitamshika mkono nimpandishe farasi? Hapa kuna watu ambao waweza kujitafutia maji wao wenyewe, hapa kuna watu ambao hawawezi kujitafutia maji wao wenyewe. Vipi nitawashika mkono wayafikie maji? Sasa hii mifano ukiyasoma ukayaleta kistadi katika maana ya utekelezaji wa leadership, inakuwa ni kama ile mfano wa ngazi yenye vidaraja. Kila aliyoko kidaraja cha juu anamtegemea aliyoko juu yake amsaidie kupanda, na akikumbuka kwamba aliyoko chini yako anakutegemea wewe umsaidie kupanda. Hizi ndizo katika sifa, na ndipo pale unaposikia ile maneno ya al-Imamu Sadiq alayhi salam, wakati akimsifu Abul Fadhl. Toba, Imam Sadiq anakuwa ni ammi yake, ama alikuwa akimuita ammi mwenyewe. Asema kana ammuna al-Abbas, iunganisheni na jana hii hadithi. Kana ammuna al-Abbas nafidha al-basira salba al-iman jahada ma'a abi Abdillah wa abla balaan hasana. Asema ami yetu Abbas alikuwa na basira yenye kina sana cha kuona mambo, yani alikuwa na basira kali sana, na ndio ilimfikisha pale kuwa kiongozi. Kisha alikuwa mgumu wa imani, hawezi kutingishwa ovyo, na alizitumia nguvu hizo mbili. Asema akapigana jihadi pamoja na ndugu yake na akapata mtihani akafaulu vizuri, yani katika watu waliofaulu vizuri katika mtihani wa Karbala. Huyu ni Abul Fadhl al-Abbas. Namba 2, wakati haunikubali kusimama sana, Habibu ibn Mudahir. Tumezungumza vijana, tuje kuzungumza kwa wazee sasa. Nake wazee wasije wakasema tunawatoa kwenye hisabu kabisa. Habibu ibn Mudahir, yani sisi tunamzungumzia rajulu 80. Kabla tulikuwa tunamzungumzia nani? Shabul 20, sio? Kijana wa miaka 20, yani hapo. Njoo sasa kwa mwenye miaka 80. Ni katika watu ambao walikuwa na nafasi kubwa ya uongozi katika mapambano ya Karbala. Ni katika watu ambao Imam Hussein alayhi salam aliwategemea kiasi kikubwa katika harakati zake. Na kitu muhimu kinachomtofautisha Habibu na wengine
ni alwayu alamiq walkhibratu tawila, ufahamu wa kina ulozaliwa na uzoefu mrefu. Katika faida za kuwa na watu wazima katika jamii ni kuwa na watu ambao wameishi umri wetu mara kadhaa. Unajua wewe ukiwa na miaka 20 na kuna mtu mzima ana miaka 60, huyo ameishi umri wako mara 3. Pakiwa na mtu mzima ana miaka 80, huyo ameishi umri wako miaka mingapi? 80, miaka mara 4. Kwa hivyo huyo ameyapitia mambo ulioyapitia wewe kwa miaka 20 mara 4 yake. Na hapa ndipo tunapozungumza kitu uzoefu. Vijana waweza kuwa na energy, vijana waweza kuwa na akili kali, vijana waweza kuwa na basira, nishati, ujabari, kujitolea. Hizi ni katika sifa za nani? Za vijana. Lakini kuna tatizo kubwa la qillatul khibra, uchache wa nini? Wa uzoefu. Na ndipo sasa ni lazima tuwe na watu wazima karibu na sisi, ili uongozi wetu ukitembea katika jamii uwe ni mseto wa nguvu za vijana, nishati za vijana, energy ya vijana, lakini umetangamanishwa na uzoefu wa kizee. Jambo muhimu sana. Miaka 3 iliyopita katika mwezi wa Ramadhani mtukufu nilikuwa nazungumzia Lamu, darsa za Ramadhani, mada inayoitwa misingi ya malezi katika Uislamu. Kuna nukta moja muhimu nilizungumza katika miujiza ya maumbile ya Mwenyezi Mungu katika jamii yake. Nikasema kwamba katika kila generation, hapa tutukue kama sample sisi tulioko hapa msikitini, kama ni watu 200, ni watu 300, ni watu 400, kina mama huko ndani, lau utafanya takwimu hapa kuanzia mtu mzima wa juu na mtoto mdogo wa chini, pengine hapa tuko na watoto mpaka miaka 3, na pengine tuko na mtu mzima mpaka miaka 80. Ukitizama utapata ni generation ngapi? Tizame, kuna generation ya kwanza, utakuja ya pili, pengine watu wa miaka 60, utashuka utakuja generation ya 3, watu wa miaka 40 utashuka utakuja generation ya 4, generation ya 5, generation ya 6. Na siku hizi generation zinakuwa haraka, ndio hizo kina Gen Z, sio? Na sasa picha hii iondoshe hapa msikitini, ilete dunia mzima. Katika kila wakati kuna vizazi vyote vaishi pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupanga ije generation baada ya kuondoka generation. Katika ile kuzaliwa kwetu na kufa kwetu, twatoka polepole na twaingia polepole. Nikapiga mfano wa birika la maji ya kuogelea, swimming pool. Wakati unapokuwa na mfereji wa kumwaga maji na una mfereji wa kuingiza maji, wakati mmoja ukafungua wa kumwaga na wa kuingiza, huwezi kupata maji safi mapya yaloingia bila ya kuwa yametangamanika na maji ya kwanza. Na inaweza pengine ikaendelea kwa siku kadhaa. Kila ukija wasema maji haya ni mkusanyiko wa maji yalikuweko kwanza, na yaloingia mara ya pili, na yaloingia mara ya 3, na yaloingia, na pengine ukapata mpaka mara 10 yamekuja kutangamana. Hikma yake ni nini? Moja katika hikma yake ni maisha yaendelee, yasianze upya. Na ndio tukafika hapa tulipofika. Lau ingelikuwa kila generation huja kivyake na haina mawasiliano na generation iliyopita, ingelibidi kila mmoja katika sisi aanze upya.
Kila aliyekuja angeanza na Nokia 33, si ndio kwa simu yangu ya kwanza Nokia, mwaikumbuka Nokia 33. Wafanye bidii kuidevelop, waondoke, wafariki, pengine wamefika sijui gani, wakija wengine wanaanza pale pale Nokia 33, tungepiga hatua. Kwa hivyo maendeleo si mazao ya kizazi, maendeleo ni mavuno ya mrundiko wa vizazi. Sijui tumeelewana vizuri sana. Unapojaribu kumtoa mzee kwenye maendeleo yako na kusema huu si wakati wenu ni wakati wetu, unajaribu kukata mrundiko ule wa hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utaanza upya. Na ndiyo picha bora ya Karbala ikamleta Habibu ibn Mudhahir, na mfano wa Habibu ibn Mudhahir na wa chini yake, na mpaka ikafika kwa atiflu radhi. Nikutaka kukuonesha matokeo haya ya Karbala ni matokeo ya mkusanyiko wa generations, si matokeo ya wazee, si matokeo ya watu rika, si matokeo ya vijana, ni mkusanyiko. Na hivyo ndivyo tunavyotembea katika jamii. Nafikiri tumeelewana jamanini. Kubalance. Allah sallallahu. Mzee kupitia Habibu ibn Mudhahir anatakikana achangie nini kwenye uongozi? Tumeona Abul Fadlil Abbas kijana anachangia nini? Mzee kwanza anachangia uzoefu wake, anaurithisha kwa kizazi kipya, wakiwaambia hapa ndipo tulipofika, nyinyi anzeni hapa muendeleze safari mbele. Ono ndio mchango wake wa kwanza. Mchango wa pili, tashji'ul akharina wa raf'il ma'nawiyat. Dauri kubwa ni siku hizi tunaita kumotivate, sio? Sababu wewe sasa hivi akija mwenzako rika lako, mfano umefanya project fulani, uko college ama uko university, ama katika maisha yako umefanya mradi fulani mzuri, akaja kijana rika lako akakwambia very good, aje na mtu mzima unayemheshimu akwambie very good, ipi ina impact zaidi? Sijui umenielewa vizuri sana. Wewe umefanya project klasini, mwanafunzi mwenzako akusifu, klasi mzima ikusifu, haina matokeo. Lakini aje mwalimu wako ambaye ni generation nyingine akwambia bwana, wewe umefanya kitu kizuri sana na wewe una mustakbali mkubwa, hata kama amekupaka mafuta lakini inakupa msukumo wa kufanya mambo mingi. Kuna stories juu ya kupanga, lakini ina masomo sana. Kuna mama mmoja alizaa mtoto kidogo, alikuwa na akili mzito, na mama alikuwa maskini, na yeye ni katika wale hawakubahatika. Akamchukua mtoto wake akampeleka shule. Baada ya muda ule mtoto akaja nyumbani, amepatiwa barua na mkuu wa shule, na ameambiwa asisome ile barua, aifikishe kwa nani? Kwa mamake. Mtoto ana adabu, japokuwa akili yake iko chini, hakufungua barua. Akachukua barua paka akampelekea mamake. Mamake akiifungua ile barua, akiisoma, machozi yakamtoka. Mtoto ana hamu atakujua ni nini. Akamwambia mama, nini? Akamwambia mwanangu bwana, walimu wanasema akili yako ni kubwa sana, wanakupotezea wakati shuleni, afadhali ni kusomeshe mwenyewe. Mtoto akafurahika, wakaanza klasi nyumbani, akasoma mtoto kupitia mamake, na baada ya muda miaka, mtoto yule akawa mtu mkubwa sana katika maisha. Baada ya mamake kufariki, ikamgia kwenye akili, akaitafute ile barua, akaenda kupekua katika vitu vya mamake, akaipata ile barua. Alipoifungua ile barua kuisoma, aambiwa mtoto wako ni jiwe, yani akili haishiki chochote, simlete tena hapa skuli.
ha? Lakini muangalie mama, angalia khibra, angalia uzee huo alivyoibadilisha ile information, badali ya kuwa ni ya kumwangusha. Wewe fikirisha habari ile, ule mtoto angepewa siku ile, watarajia angekuwa nani? Angekuwa ni katika wezi barabarani, ni katika machokora, ni katika majanki, sio? Ingekuwa ndo maasalam mustakbali wake. Lakini angalia ibara tu ndogo. Wewe akili yako ni kubwa sana, kwa kiasi walimu wanasema wanakupotezea wakati kule shule. Neno limetoka kwa nani? Lakini neno lile lile angeambiwa na mwanafunzi mwenzake halingekuwa na athari, lakini limetoka kwa mtu anayemwamini, hata kama hana elimu, anayeamini kwamba huyu hawezi kunidanganya. Sasa wazee, wakati mkiona watoto wameanza kushughulika mambo, musiwe mabakhili wa kuwasifu. Taban kwa zipimo, zisitufikishe kwenye ria wala kwenye kutupa mipaka. Lakini huwezi kujua neno moja laweza kubadilisha maisha ya mwanafunzi wako na neno moja laweza kummaliza. Sitaki kumtaja. Mimi wakati ni mwanafunzi 1998 nasoma Lamu madrasa, nilianza kujifundisha kuandika mashairi ya Kiarabu. Magumu mashairi ya Kiarabu, magumu sana. Zile auzani zake faulun sijui faulan. Siku hiyo bwana, nimekaa nimeandika mashairi kama mashairi 6 hivi. Nimetoka kwa raha, sitaki kumtaja. Nimekwenda kwa mtu ambaye ni mwanachuoni, ni mwalimu, nimekwenda kumuonesha kwamba nimeandika mashairi. Alishika hivi akaniambia, ewe hayana hata mizani ya. Kuanzia siku hiyo sijaandika tena mashairi mpaka leo. Aliambia tu hayana hata nini? Hayana mizani yani. Bas, nikasema wacha mpambane huku kwenye Uswahili. Alhamdulillah, kwenye Kiswahili naandika kidogo mashairi, lakini kwenye Kiarabu ndio iliisha siku hiyo yani. Lakini wewe waweza kufikiria siku ile angeniambia mashairi mazuri sana, na nilikuwa nina hamu kwa sababu nimeweka alfu lela ulela huku, kuna vitabu nasoma, nimehifadhi mashairi, nimehifadhi diwani kadha wa kadha za mashairi ya Kiarabu, diwani sijui, wakati huo tuko katika madhhabi ya Ahli Sunna, nimehifadhi diwani ya Imam Shafi yote mimi. Sasa na hamu sasa na mimi kuanza, lakini nilipigwa rungu ikaenda hiyo. Na pengine na mimi naamini kipaji cha ushairi niko nacho, naamini hivyo, kwa sababu nikiandika mashairi Kiswahili ni mazuri toban, wala tuzaku anfusakum. Tatakuwa nimeingia kujisifu sasa, alhamdulillah. Kwa hivyo katika dauri kubwa la wazee ni dauri gani? Tashji'ul akharin. Saa zote jifundisheni, ahsanta, umefanya vizuri, very good, utaimprove zaidi, endelea, maneno mbalimbali, mpe zawadi. Na ndio kazi hii alikuwa akiifanya Habib. Hakuwa na nguvu yeye kule Karbala hivyo pia, lakini alikuwa akiwaambia vijana, pambaneni, huyu ndio imamu wetu, haya ndio matokeo yetu ya kihakika. Na watu wakimwona mtu kama Habib ameishi na Imam Ali, ameishi na watu watukufu, wakipata imani katika roho zao. Muslim. Sasa tutukue mtu wa katikati. Nafikiri nimebakisha kama dakika 8. Muslim ibn Ausaja. Huyu ni katika watu wa mwanzo walioitika mwito wa Imam Hussein alayhi salam, wale wa mwanzo. Na huyu ni mtu wa rika, hakuwa mzee, hakuwa kijana, yuko hapo katikati, katika arbainati hapo, ambayo pia ni mfano. Huyu anatufundisha nini? Vitu vitatu vya kimsingi ukiwa katika uongozi. Almubadara, sijui Kiingereza wanaiita initiative, sio? Wajua kuna jambo linaweza kufaulu, lakini nani ataanza?
Kila mmoja hako tayari kuwa yeye ndio wa mwanzo, kwa sababu mara nyingi ukiwa wa mwanzo kufeli ni hali kubwa sana. Na katika mambo mingi yalofaulu katika jamii ni watu walomiliki zimamul mubadara, wale kiasi fulani ambao wanatendekeza ya kujiingiza kwenye mambo, wana take risk. Na katika mafanikio ya duniani, katika biashara wanakwambia hiyo, sio? Ukitaka kuwa na biashara mzuri paka riski yako pia iwe kubwa sana. Sasa Muslim ibn Ausaja katika kitu anatuambia, mkiliona jambo la kheri hata kama halijadhihiri, fikra mzuri imekuja katika jamii, kuweni wa mwanzo wa haraka kuiunga mkono. Na hiyo ni katika sifa ya viongozi. Watu wanaongoja mambo ya faulu ndio waingie, hawa si katika watu wenye sifa za uongozi. Kuna watu hawataki kutake risk. Na mwanzo yakizungumzwa huwa wana lugha, haya hayawezi kuwa magumu sana haya. Hatuna uwezo wa mambo haya. Lakini kukatoka wawili watatu wakafanya mubadara, wakaenda wakalifanya lile jambo, sisi tulikuwa tukisema kila siku yataweza kuwa. Hawa ni wale huzengia kioweacho, sisi kwa lugha yetu ya Kiamu sema huzengia kioweacho wakati ya guu. Sijui mmenipata? Yani huzengea kinachoolea ndio wakakipanda. Lakini hawako tayari kuhatirisha kuunda kiingizwe majini kinaweza kikazama. Zuhaira ndo tufundisha hiyo. Kwa hivyo vijana hususan, mubadara ni kitu muhimu sana, lakini ala basira, mubalance. Mara nyingine kwa kujitia kwenye mambo wenda mkajitia kwenye maangamivu, na kuna failures fulani zikikupata katika maisha zinakuwa ndio mwisho wa kila kitu. Kwa hivyo hisabu ni muhimu, lakini angalia Mwenyezi Mungu, fa idha azamta, ushapiga hisabu sawa sawa, fatawakkal ala Allah, usibaki mutaraddid, nifanye nsifanye, nifanye nsifanye. Kuna jamaa mmoja amaliza degree, amekaa miaka 20 wafikiria kufanya master. Kila ikija ukikaa naye ngombe vipi, akwambia mando ngoja nafikiria, sijui nifanye kozi hii, sijui nifanye kozi hii, mutaraddid. Hakuna sifa mbaya katika kukosesha mafanikio na kufaulu katika maisha yako kama sifa ya nini? Taraddud. Taraddud yani huna uamuzi. Saa zote wewe wabadilisha mawazo, hatari. Katika sifa ya Muslim ibn Ausaja, nitatosheka na hii ya pili, ni kupeana kibendera. Kuna tukio lake muhimu sana wakati alipouliwa. Watuambia wanazuoni, alipoanguka jarihan, majuruhi, sasa yuko katika sakaratil maut, alimuita Habibu ibn Mudhahir. Na angalia, hakuita vijana, aliita nani? Wazee. Akamshika mkono wake, hawezi kuzungumza, ana tena ulimi wa kuzungumza, akimshiria kwa mkono wake akimwambia usika bihadha, wa ashara ila al-Husayn an tamuta duna. Hapa kuna mambo ya ajabu, wakati umeniishia. Anayehusia ni nani? Muslim ibn Ausaja, Muslim ibn Ausaja. Amuhusia nani? Kikawaida ni nani atakamuhusie mwenzake? Mzee ndo huwa yuwaaga, yuwaenda, yuwahusia nani? Wadogo. Lakini muangalie huyu Habibu anamzaa, pengine anamjukua, aweza kuwa uko juu yake hata kwa miaka 40. Katika wote wale amemshika mzee, amwambia usika bihadha, na mkono wake anamshiria Abi Abdillahil Husayn alayhi salam, simwate huyu. Kisha amwambia antamuta dunahu, hata kama ni kufa
ili yeye asidhurike, fanya bidii sana. Kwa nini? Kwa sababu wazee wanapokalia mbele kuulinda uongozi, vijana watafuata. Mwajua ukosefu wa adabu mkubwa unasababishwa na wazazi. Wakati mtoto anapowasikia kila mara wazazi wake wanamsifu mtu, wanamuheshimu mtu, automatic watamuheshimu. Wakati watoto nyumbani wanaposikia wazazi wanamkosoa, na hii ndio ina matatizo makubwa yanayokuja, wazazi kutukana walimu mbele ya watoto. Mtoto amekuja na homework nyumbani na wewe uko na stress zako, na mtoto ataka kusaidiwa, unazimaliza kwa mwalimu. Ama hakuna tabia hiyo? Unasikia mzazi, "Oh, mwalimu wenu ni mpumbavu." Ama wewe mwalimu wenu ana akili. Homework zote hizi kazileta hapa. Hata kama mwalimu amefanya makosa, pengine ameleta kazi zaidi ya uwezo wa ule kijana, usikomenti vibaya mbele ya kijana kuhusu mwalimu wake ambaye wewe wamtarajia kesho ndio atakuwa kielelezo chake. Kwa hivyo utovu wa adabu mara nyingi unasababishwa na kupayuka ovyo kwa watu wazima mbele ya vijana. Watu wazima wanakaa wanabomoa uongozi. Hata kama muna shida zenu uko juu za uongozi, ingieni kwa rumu mumalizane. Hawa vijana wakifungua macho wanajua leadership yetu ni hii na lazima tuheshimu hapa, hata kama huko ndani nyinyi muna shida zenu. Na ndio unaambiwa mume na mke mkikosana musirushiane maneno mbele ya nani? Mbele ya watoto. Muna asis misingi ya kutowaheshimu nyinyi. Na hii ndio funzo anaotufundisha Muslimu ibn Ausaja. Amemshika mkono nani? Habibu ibn Mudahir. Zuhairu ibn al-Qayn, huyu naye katika sifa yake hakuna kuchelewa katika mabadiliko. Katika sifa mzuri ya leadership, hakuna kuchelewa katika mabadiliko. Usiseme mimi nishafika miaka 50, nina input gani naweza kuleta katika maisha yangu, kuna kitu gani naweza kuleta katika jamii yangu. La. Zuhairu bin al-Qayn, nimewaambia juzi, mpaka bado siku kuhisabika za Karbala, akisema hakuna mtu simpendi katika dunia hii kama Imam Hussein. Mpaka alipouliza kambi ile ya kina nani barabarani walikutana, alipoambiwa ya Imam Hussein akasema, haya haraka tufungueni kambi yangu, sitaki kuwa karibu naye. Imam Hussein akauliza yule ni nani? Akaambiwa ni Zuhair. Akasema, kaniombeeni nafasi, nataka kuzungumza na yeye. Baada ya kuzungumza na yeye alibadilika. Zuhair na Hur, mifano muhimu sana hii. Hakuna kuchelewa, hakuna kuingia mwisho. Hizi fikra ziko sana hizi kwa vijana. Tumeanza mradi miaka 10, tumepiga hatua. Amekuja mtu mpya, ana uwezo kutushinda sisi. Unaambia itakuwaje awe kwa yeye mbele, amekuja juzi? Ziko sana fikra hizi na zinaleta mvurugano sana katika taasisi. Sikia ujamaa kaingia juzi, leo ndo ameshawekwa yeye ndio nani? Masala hayapo aliingia mwanzo ama aliingia juzi. Masala ana uwezo ama hana. Hur ni komanda, akiwa katika jeshi la Yazidi ni komanda, na alipoamua kutubia, lau angelikuwa nafasi angepewa nini? Ukomanda katika jeshi la Imam Hussein. Na angekuja mtu akasema huyu bwana katubia jana. Zuhair anatufundisha mabadiliko unaweza kuyafanya wakati wowote, bora uione haki. Hakuna kuchelewa. Kama zile lugha tunaambiwa sisi, haya mambo yote mmeyajua leo. Tumeyajua leo, sasa tufanyeje? Masala hayako tuliyajua leo ama tuliyajua jana. Masala yapo tulipoyajua tulifanya maamuzi. Bas, nimalize mwisho na Sayyida Zainabul Aqila. Insha Allahu taala haya yatakuwa ni mazungumzo ya kesho.
ya dauri la mwanamke katika uongozi na ufuasi wa Karbala. Insha Allahu taala, wakati umekwisha, tutamuingiza Saida Zainab katika mada ya kesho, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akitupa uhai na uzima. Tumwombe Mwenyezi Mungu atutakabalie amali zetu, awajenge watoto wetu, awalinde wazee wetu, wanaume na wanawake, awarahamu waliotangulia katika darul akhirah, awape shifa walioko mahospitalini. Kuna mmoja ana matatizo katika kazi yake, ametuletea salamu katika majlis takatifu hii. Tumwombee Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amtatulie matatizo yake kwa baraka za Imam Hussein na kwa ulimi wa Imam Hussein. Sisi ni wapungufu sana mbele ya Mwenyezi Mungu kukubaliwa dua zetu, na kwa sababu hii twawatanguliza watakatifu hawa wawe ni wasila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atutakabalie. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kupoteza muda wenu, naomba kuchukua fursa hii. Kwanza tumeingia katika mwezi huu wa Muharram, mwezi wa masikitiko, lakini nina furaha kumtangaza Said na kutangaza kitabu chake cha pili cha kinachoitwa Soft War. Hiki ni kitabu ambacho mwaka jana Said aliongea, na kuna mtu ambaye kachukua initiative ya kukiandika kwa Kizungu, na kina peji takriban 256 na kimefanyiwa kazi Australia. Na huyo mtu aliyekipitia kitabu hichi amesema ya kwamba kwa level